Kutoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa mama yetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Pia tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa viongozi wetu wa serikali, RMO na serikali yote kwa ujumla kwa kutushika mkono na kuweza kushirikiana na sisi katika shughuli zetu za uchimbaji, ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano ametupa leseni kwa kutuheshimisha sisi wanawake na kutupa kipaumbele na kuona kwamba tunaweza kufanya shughuli zetu za uchimbaji. Pia tunapenda kumshukuru mlezi wetu STAMICO kwa kuwa pamoja na sisi, kutushika mkono, pia kutuongoza na kutupa ushirikiano wa hali ya juu. Pia tunapenda kumshukuru GGML kwa kutusaidia kutupa vifaa vya uchimbaji, vifaa kinga. Tunakushukuru sana kwa sababu ulituwezesha kufanya kazi kwa usalama zaidi. Tunamshukuru pia mama yetu, Mama Asia, mwenyekiti wetu, kuweza kutukusanya kwa pamoja sisi wanawake wachimbaji na kuweza kusababisha kupata fursa hii ya kuweza kujumuika na sisi katika shughuli za uchimbaji. Tunashukuru sana na tunaomba ushirikiano uendelee ili tuweze kufikia malengo yetu. Asanteni sana. Madhumuni ya ushirikishaji wa Watanzania katika fursa zilizopo migodini ni pamoja na kuweka na kuongeza kipaumbele kwenye faida za kiuchumi na kijamii katika sekta ya madini. Ndugu zangu, tuliona huko mwanzo nchi nyingi za Afrika zenye utajiri wa madini zilikuwa zikikusanya kodi na tozo zilizokuwepo tu kwa mujibu wa sheria. Lakini ukizingatia madini yanazalishwa alafu yanauzwa nje ya nchi, alafu hizo fedha za kigeni zinazopatikana zinaleta vipuri. Kwa hiyo nini kimebaki nchini? Hivyo basi, kwa sasa sheria imepanua wigo kwa kuhakikisha kuwa Watanzania wananufaika na fursa hizi, ambavyo inapelekea uchumi wa mtu mmoja mmoja na kampuni za Watanzania na uchumi wa nchi kukua zaidi. Kwa hili tumeongeza manufaa yatokanayo na sekta ya madini na lazima tujipongeze sana.